Zaidi habari. Safi vipi? Sawa sawa. Kama kawa nashukuru. Mambo yanakwenda? Poa kabisa. Maisha ya kukaa ndani ya Azam FC kwa kipindi kirefu na hatimaye mmetinga kwenye michuano ya shirikisho hatua ya makundi. Kwanza unajisikiaje ukiwa sehemu ya historia hii ya klabu ambayo imejenga? Mimi binafsi yangu najisikia vizuri sana kwa sababu ni kitu kikubwa kwenye maisha yangu ya mpira. Kwa sababu ya nini? Ukiangalia nimekulia kwenye klabu yangu hii ya Azam na ni muda mrefu tulikuwa tukipambana kupeleka timu kwenye group stage, lakini haikuwaigi kwa bahati yetu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho tumeweza kufanikiwa kuipeleka timu group stage, mimi binafsi yangu sababu ni kitu cha muda mrefu, nimejisikia vizuri sana. Kama mchezaji ilikuwa inakuumiza kuona mnapambana karibu kila msimu na mnaishia hatua za mwanzo? Ilikuwa inakuumiza? Sana, kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji muda mrefu. Alafu mnakuta mnapoanza labda raundi zile za mwanzo mnajipanga vizuri, alafu mkienda sasa kwenye mechi mnakutana na matokeo tofauti. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinatuumiza sana. Kwa hiyo time hii watu wote tulijicommit, tukasema bana tunaweza, tukaingia kwenye raundi hizo za awali ambazo tulianza kama ulivyoona, tukafanikiwa kuvuka raundi ya kwanza, tukaenda raundi ya pili kukutana na wenzetu kutoka Zanzibar, tukafanikiwa pia kuvuka kuelekea group stage. Binafsi yangu mimi nilifurahi sana kwa sababu ni kitu cha muda mrefu tulikuwa tukikisubiri. Pengine iliwahi kutokea mechi haswa kwenye hatua za awali, mkapambana wachezaji mkasema hii tunavuka, lakini Mungu akatokea hamkuvuka, ikakuvunja moyo ukasema bana pengine labda sisi sio watu wa kuvuka, labda kuishia hapo, tusiendelee kupambana? Na kwenye mapambano siku zote mimi naamini haitakiwi kukata tamaa. Unapokuwa umejaribu imeshindikana, usikate tamaa, nyanyuka, pambana tena inayokuja. Kwa hiyo hicho kitu kilitokea msimu ulioisha, nadhani tulienda kushiriki klabu bingwa. Kwa hiyo kwenye raundi ya kwanza ilikuwa tulicheza na APR, tukafunga hapa goli moja, tukaenda kwao wakatufunga 2. Kwa hiyo na sikuwepo kwenye michezo yote. Nakumbuka nilikuwa nipo injury, nilifanywa operation ya mguu. Kwa hiyo japo nilikuwa nje, lakini mimi pia niseme moyo wangu ulikuwa pamoja na wenzangu walikuwa wanapambana. Kwa hiyo tulipopata matokeo yale mabaya, sikuwa nimependezwa nayo. Iliniuma kwa sababu niliamini kwamba wenzangu watapita. Uwezi jua wanavyoendelea kusonga mbele na mimi labda nikapata utimamu wa mwili, na maana kwamba operation yangu ikakaa sawa, na maana nitakutana nao mbele. Kwa hiyo niliamini hivyo, lakini mwisho wa siku haikuwa hivyo. Kwa hiyo pia hatukukata tamaa. Tuseme tulipata fundisho, tukaamini kwamba hiki ambacho tumekifanya msimu, basi msimu ujao kitakuwa fundisho kwetu, na maana tutakitumia ili tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo ndo kama hivyo ulivyoona msimu tulijipanga, tukajua wapi tulipokosea, kwa hiyo tukafanya fresh kama hivyo, tumepeleka timu group stage. Sawa, uliliona chozi la makamu wa rais Abdul Karim Amin Popat. Ndio. Ilikupa ishara gani? Niseme ujue sio kwetu sisi tu wachezaji, ni mpaka uongozi wetu. Ni kitu ambacho kwa pamoja sisi sote tulikuwa tunahamu sana na hiyo kitu. Kwa hiyo unajua mtu anapokuwa na hisia kama vile, mimi niseme ni kitu kizuri sana. Mimi nilipenda namna ambavyo kwa nini? Kwa sababu unajua kuna mwingine anaweza akazuia hisia zake, labda asionyeshe mbele za watu, lakini ndani ya moyo wake ana furaha kubwa. Yeye kiongozi wetu alijitahidi kuzuia, lakini kashindikana. Kwa hiyo akawa analia. Nikaenda nikampongeza, nikamwambia kitu ni cha muda mrefu, tulikuwa tunakitafuta, tumekipata. Basi hii pia inakupa deni wewe, miongoni mwa wachezaji ambao umehudumu kwa muda mrefu ndani ya Azam FC, kufanya kwenye michuano hii ya kimataifa? Ni deni kubwa tumeliweka, kwa sababu
tunaingia kwenye hatua ambayo tunakutana na, niseme sijajua tunapangwa na kina nani, lakini naamini tutakutana na watu wazoefu kwa hiyo na sisi tukiwa kama tuseme klabu mpya kwenye michuano hii ya shirikisho, kwa maana kwamba kwenye ngazi ya group stage, si ndio? Naamini ni deni kubwa kwetu sisi kama wachezaji na uongozi pia kwa ujumla. Kwa hiyo mimi naamini kwa kuendelea kuwa pamoja, naamini tutafanya vizuri kwenye group stage, tutapambana. Niwahakikishie mashabiki wetu kwamba sisi kama wachezaji tunatambua tumeweka deni, kwa hiyo tutaenda kufanya kazi vizuri, tutaipa timu matokeo. Unasema lengo lilikuwa kwanza ni kutinga makundi, alafu vitu vitakavyokuja mbele ni bonus, lakini kwa upande wako wewe ukiona unatamani kuishia pengine tu makundi? Hapana. Mimi binafsi yangu naamini kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo unaiona Azam? Mimi naamini yani kila kitu ni mipango. Kwa hiyo kama tukijipanga vizuri na tukawaheshimu wapinzani tunaokutana nao, kwa hiyo yani group stage naamini ni mchezo wa kukusanya point. Mwenye point nyingi ndio anavuka stage nyingine. Kwa mimi naamini kila kitu kinawezekana. Tutapambana, tutafanya vizuri, tutachukua point vizuri, na hasa uwanja wetu wa nyumbani naamini tutautumia vizuri kukusanya point vizuri. Tutaenda raundi nyingine inshallah. Asante sana ya Zaid na kila laheri kwenye michezo. Asante sana.